kichawi, madhabahu ya nguvu za kuzimu, Mungu atafanya kila mmoja katika familia yake akaweza kula pamoja na kunywa pamoja na familia yake na kusherehekea utukufu na ukarimu wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo when that time comes, you must not do as you have been doing. Wakati ule muda utakapofika, mwanzo naona ni kama ya kwamba muda huo umeweza kuwadia na ni kama muda ule ushaanza kutumikiwa. You must not do as you have been doing. Haufai kuwa ukifanya kama jinsi ambavyo ulivyozoea kufanya. Until now, you have all been worshiping as you please. Haufai kufanya yale mambo ambayo umeishi kuyafanya kabla ule muda ambao ulioteuliwa, na ambapo ule wakati utakaoteuliwa wa kumsifu Mungu. Because you have not yet entered the land that the Lord your God is giving you, where you can live in peace. Na kwa sababu hakuna mtu ambaye ameweza kuinua mkono, mguu wake akaweza kukanyangisha kwa ile shamba ya maelekezo ambayo Mwenyezi Mungu aliweza kutakaza ya kwamba ataweza kukabidhi nayo, ataweza kukubariki nayo, ataweza kukarimu katika jina la Yesu Kristo. Neno hili linatufunza vipi? Kunalo ahadi ambalo Mungu ameweza kutuahidi, na sisi kama wana wake tusipotia bidii ili tukaweza kupigania ahadi hii, hatutaipata. Kwa hivyo ni vizuri kabla hatujaanza safari hiyo ya kufika mahali pale ambapo Mungu anaahidi ya kwamba hapo ndipo kila mmoja atakapopata amani yake. When you cross the river Jordan, the Lord will let you occupy the land and live there. Tutakapovushwa mto Yordani, Mungu atatutafutia mahali ambapo tutakapofika tukae pale na tuweze kupumzika pale na kutulia pale, ili tukaweza kuzipokea baraka zake Mwenyezi Mungu. He will keep you safe from all your enemies. Mungu anaahidi ya kwamba ataendelea kutulinda kutokana na maadui zetu. And you will live in peace. Na tutaishi kwa amani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kuwa na imani, mtazamaji wangu, mfuasi wangu, mtume Elijah. Mungu atakutunuku amani ya moyo, ya akili. The Lord will choose a single place where he is to be worshipped. And there you must bring to him everything that I have commanded. Na Mungu atakapoamuru mahali ambapo atakaposifiwa, anasema ya kwamba, sikiza, the Lord will choose a single place where he is to be worshipped. And there you must bring to him everything that I have commanded. Mimi kama mtume nasema ya kwamba ambako Mungu atakaponionyesha, hapo ndipo mahali pa kumtukuza na kumsifu na wana wake. Hapo ndipo mtakapoleta kujitolea kwenu kutoka ndani mioyoni mwenu, kutoka ndani mifukoni mwenu. Hapo ndipo mtakapoleta dhabihu zenu. Hapo ndipo ambapo mtakapoleta sadaka zenu. Hapo ndipo mtakapoleta kujitolea kwenu kwote. Naye Mwenyezi Mungu anaendelea kusema vipi? Your sacrifices that are to be burnt, madhabahu yenu ambayo mnayotaka ikaweza kuteketezwa, and your other sacrifices, na madhabahu mengine ambayo hatuyajui. Kama kuna watu ambao nimekuwa nikiongea nao kwenye simu, ambao nawaambia pengine kunaweza kuwa na madhabahu mengine yamepandwa juu ya maisha yenu. Be joyful, your tithes and your offerings, fungu zenu za 10 na kujitolea kwenu, and those special gifts that you have promised to the Lord. Na hizo zawadi za maana, special gifts. Listen,
nataka mtazamaji ukaweza kujua ya kwamba kunalo jambo la muhimu ambalo umeweza kumwambilia Mwenyezi Mungu ili akaweza kukutunuku katika baraka. Unaweza kuwa umemwambilia moyo wako, unaweza kuwa umemwambilia kuendeleza kazi yake katika maisha yako ili naye akaweza kukubariki. Be joyful there in his presence, together with your children, your servants, and the Levites who live in your towns. Remember that the Levites will have no land of their own. You are not to offer your sacrifice wherever you choose. Hauna kibali cha kupeleka sadaka yako na hili fungu la 10 mahali popote ambapo kichwa chako kinakuelezea, kwa sababu sio mimi nasema, ni Mwenyezi Mungu. Mpenzi mtazamaji, wacha kwanza tufungie hapo katika jina la Yesu Kristo. Ningependa kila mmoja akaweza kusoma Deuteronomy 11 verse 12. That is the one place for worship. Ukaweza kuisoma yote mpaka 14. Soma up to 15. Fikisha hapo ambapo pameandikwa that are to be burned, your sacrifices that are to be burned, and do all the other things that I have commanded you. Kama umeweza kubarikiwa na kuguzwa na neno hili la Mungu katika jina la Yesu Kristo, ni vizuri ukaweza kucomment hapo na kuelezea mtume wa Mungu mambo na ambayo yote ungetaka akaweza kukufanyia na kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Ambao wanaokuwa wakiulizia namba ya mtumishi wa Mungu na mtume Elijah, namba ya mtume ni 0793949759, 0793949759, 0793949759. Hizo namba zingine mnapewa huko mkidanganywa, mtume amebadilisha namba, mtume hapa na pale. Hao ni watu ambao wametembelewa na miroho michafu, watu ambao wanataka kumharibia mtumishi wa Mungu jina. Mwanzo wanaudhika sana na kazi ambayo Mungu ameweza kuiteua ili na mtume akaweza kuitekeleza. Katika jina la Yesu Kristo ningetaka tuweze kufunga katika maombi ili tukaweza kuita Mwenyezi Mungu akatufungulia njia, akaweza kutuelekeza mahali pazuri ambapo tunafaa kujijua na kujifahamu kimaisha ili tukaweza kuendelea. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tena naja tena na tena mbele zako Mwenyezi Mungu. Baba, ulisema nitakapokuita hata mara 21, mara 24, mara 70, mara 1000, mara 1700 Baba. 7 na 7 ni namba yako ya baraka Baba, na naomba favor ya 7 na 7 katika maisha ya kila mmoja. Baba, ulisema hutawaichoshwa na mimi katika kukuita na wito wangu. Katika jina la Yesu Kristo natakaza mtazamaji huu wangu wa siku hii ya leo, natakasa mahitaji yake mbele zako Mwenyezi Mungu. Unayajua yote hata bila kutajiwa Mungu. Kama ni magonjwa, kama ni shida za kazi, kama ni shida za pesa, kama ni shida za makesi kotini Mwenyezi Mungu, na kuomba na kuita Mwenyezi Mungu kaweza kuwatunuku na chochote ambacho wanakuitisha. Mimi hapa kama mtume wako Elijah Mungu, najua unaitazama kazi na ambayo ulioweza kunikabidhi ili nikaweza kuifanya mbele ya maisha ya watumishi wako. Katika jina la Yesu Kristo naamini ya kwamba utaweza kunitunuku na nguvu za kufanya na kukamilishia kazi hii. Lazima niache ya kwamba kila mtumishi wako ameweza kuipata amani yake ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo, ambaye atakayekuwa na imani uliahidi ya kwamba Mwenyezi Mungu utamtunuku kwa yote na utamwezesha kuyapita na kuipuka kama mshindi kwa maisha yake yote. Katika jina la Yesu Kristo nimeweza kuomba na kuamini. Amen. Baki salama, lala salama uliko. Kama ni mchana, shinda salama. Kama ni usiku, lala salama. Baraka zake Mwenyezi Mungu zikaweza kukunyunyikia, zikaweza kukumwagikia. Mimi hapa ni wako mtume. Mungu akubariki. Natuma baraka, natuma ufunuo na ufunguo wa milango yako ya baraka. Mashinda za magonjwa na kemea katika jina la Yesu Kristo. Shinda za umaskini na kemea katika jina la Yesu Kristo. Barikiwa sana, kuwa na wakati mwema.